Ubembe TV Media ni kituo cha habari kutoka DRC Congo kinachojivunia kupeperusha habari za ukweli, kwa wakati na kwa uaminifu. Tunaripoti kwa uwazi, bila upendeleo, tukileta uchambuzi wa kina wa masuala ya kisiasa, kijamii, kiuchumi na kimataifa. Sisi ni sauti ya wananchi, daraja la maarifa na jicho la mabadiliko. Tunapatikana ndani ya DRC Congo na pia kupitia mitandao ya kijamii kwa watazamaji duniani kote. Ubembe TV Media, sauti ya ukweli, mtazamo wa jamii. Manda Rene Itongwa wa Wazalendo ameikosoa kauli ya mkuu wa majeshi ya Uganda, Jemadari Muhoozi Kainerugaba, mwana wa Rais Yoweri Kaguta Museveni. Kauli ya wiki iliyopita inayozungumza kwamba wazalendo wa Ituri na Chopo wanaendeleza vitendo vya ujeuri na kwamba wastahili kupigwa. Rene Itongwa ameanena hayo Jumanne Juni 24 hii leo alipozungumza na Shahidi Television ya hapa jijini Uvira. Tumsikilize. Hiyo vita hata viwezi, na sipoangalia hiyo vita itamkuta kwa nini. Ikiwa vita iko ndani ya nchi yetu ni Uganda, Rwanda, Sudan, Kenya, mimi naweza kumwambia iwe mara ya kwanza na ya mwisho yeye kuya kufanya diplomasi yake ya kuja kutusaidia ndani ya nchi yetu, kwa sababu iko nafanya mambo ya tangia walianza vita ya kusaka adui na adui ya ishaki. Au contraire, walikuwa nafaa kipigana hapo, nasikia nyuma yao wanaua watu mamia. Akipigana hapo anaua watu na anaenda anatangaza tunamaliza vita. Na vita ya ishaka pale. Kwa hiyo sisi dairi kinye tunamuomba yeye baachane na uvamizi wa Kongo. Baachane na siasa mbaya ya kuja kukosesha wakongomani amani, kuja kuwa wakongomani, kuja kupora mali yetu, ndio kunasababisha wanaleta wa jimbo ya Kivu Kusini pamoja na wanamemba wa mashirika ya kiraia walichambua jeti mbalimbali za jibu, hususan yale yanayotoa faida ya ulinzi kwa wabunge pamoja na faida zake kwa maendeleo ya jamii. Shughuli hii iliandaliwa na shirika Sedeco ASBL wakishirikiana na DDC mchana wa siku ya pili hii leo kwenye ukumbi wa mikutano ya manispaa ya Uvira. Kwa mujibu ya mkufunzi wa siku, kikao hiki cha siku mbili kilikuwa na lengo tu ya kuchunguza maafa na sheria ambazo zitakatwa ndani ya jimbo ya Kivu Kusini. B Nene Bintu anajieleza kwenye maike yake Mayani Gutier. Ndio tunaweza kuzingatia vitu tatu. Ya kwanza ni kusema kama vile shirika la raia tunakuwa na kazi ya kutetea raia auprès ya ma institution, na assemblée provinciale ni institution, na sisi depuis zamani, depuis 2006 tunakuwa comme bureau ya coordination na collaboration avec wa député juu ya kuwasaidia kufanya vizuri kazi yao ya kutosha masheria na ya kufanya uchunguzi wa namna gani jimbo iko naongozwa. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili pia tulisema kwamba kama vile Sedeco ni organisation yetu ya shirika la raia, iliweza kufanya inventaire na ikaona kwamba kunakuwa maedi za mingi zenye propositions zilikuwa en souffrance, ziko nyingi sana zenye hazikuchaguliwa, na tukasema kwamba tunaona kwamba session inaenda kuisha msiku chache na hiyo maedi hazichaguliwe. Tukasema kwamba tuwakumbushe kama kuna zile maedi ziko en souffrance, na malgré wanatumika mu situation ya nguvu, kwa sababu communauté yenyewe iliwachagua, wajue kama tuko tunachunga vitu mingi kupitia kazi ambao sheria inawareconnaître. Na pia ya mwisho tuliweza kuwapatia maordinateur na imprimante, sababu tunajua kama bureau ilikuwa vandalize na ilikuwa demande yenyewe walilombaka kusudi waendelee kufanya kazi yao, sababu wanapaswa kuvote maedi, wanapaswa kufanya control, wanapaswa pia kurecevoir madoléances zetu. Utafahamu kwamba katika shughuli hii shirika la Sedeco limekabidhi bunge la Kivu ya Kusini kompyuta 4 pamoja na kichapishi ima printer, vifaa ambavyo
vinakusudiwa kuimarisha ofisi ya utawala wa bunge ikiwa kwamba inaendeshea kazi zake hapa jijini Uvira. Na kumefanyika siku ya pili kikao cha kufunga mradi wa haki na amani ya kudumu kwa wanawake na wasichana jimboni Kivu ya Kusini JPDF ndani ya ukumbi wa Auditorium de la Femme Manispa ya Uvira. Kikao hicho kimeandaliwa na shirika Cordet. Kwa mujibu wa waandalizi, mradi wa JPDF ilikuwa na lengo kubwa ya kuinua nafasi ya mwanamke kupitia miradi midogo ya kijamii katika hali tu ya kuimarisha ujasiriamali na kujitegemea kwa mwanamke, msichana na kijana kwa jumla. Akizungumza kupitia kipasa sauti cha redio yako, Jean-Jacques Mageuzo, mshauri katika mradi wa JPDF, alitaja mafanikio mbalimbali yaliyopatikana tangu kuanzishwa kwa mradi huu. Tumsikilize. Projet JPDF ambao nasema justice et paix durable pour les femmes et jeunes filles, kwa Kiswahili ni sheria na amani kwa ajili ya wanawake na wabinti katika Sud Kivu. Ni projet ambayo inafika kwa mwisho, lakini imetumika kazi nyingi kufuatana na mamiradi mbalimbali ilifanya. Miradi kwa ngambo ya maji, miradi kwa ngambo ya kazi ya ujuzi na ya kufundisha vijana kujitegemea, kazi ya mikono na kazi ya sante au ya afya kwa kujenga macho na sensibilisation zaidi na formation katika miradi mbalimbali ya domaine ya GBV, yani ujensia na zingine za amani. Ni mradi ambayo tumemaliza kwa leo, lakini utaendelea kupitia washirika na wabeneficiari wa hii mamiradi wenye walihudhuria au walishiriki kwa kuendelea na hii kazi katika population zao au community. Wakati huo gavana wa mpito wa jimbo ya Kivu ya Kusini, huyu mwanasheria Jean-Jacques Elakano, alisifu matokeo yaliyopatikana ndani ya mradi huo, huku akiwahimiza wananchi kwa kudumisha mafanikio yake. Tunawaalika kumsikiliza gavana kwa mpito. Mimi niko mwenye furaha. Unajua Sud Kivu ama mkoa wetu wa Sud Kivu tuko mwali yenye haiko ya kawaida kutokana na vita yenye Rwanda ilituletea na hawa warugaruga wa M23. Imefanya wanawake kuteseka na kuwa katika hali mbaya. Kama kunakuwa mradi ambayo unakuwa na lengo ya kufanya mama na dada ajue haki yake na aweze kujiendelesha kidogo kidogo juu ya magumu ya maisha, ni jambo mimi kama kiongozi wa mkoa napashwa kushukuru na kusema ya kwamba iendelee. Nashukuru tena kwa sababu nimeona mwinchi yetu tulizoea, unasikia kuko projet fulani, kuko hiki, mesa unaenda kuiona hakuna kitu. Wamama hawa wa hii réseau de femmes walirealize projet za mingi zenye ziko benefike ku vile na tarafa yetu ya Uvira. Tuliona maimage ya Maborne Fontaine, tuliona maimage ya Mangar na matemoignage yenye lijengewa ku marché Kalimabenge. Tuliona hapa karibu hapa kula polisi avec vita, wa polisi walikimbia wengi wakalundamana, toilette zikakosekana, palikuwa nanuka hapa, lakini waliweza kusumetre le projet juu wajenge matoilette moderne juu ya kupermettre batu bakuwe na jisaidia kama inaofaa. Kuko maprojet ya kutengeneza masabuni juu ipermettre wa mama wawe angalao na pesa za kuwasaidia kuishi. Hiyo yote ni jambo ambalo sisi kama province tunalomba viendelee, na tulisema ya kwamba tuko tayari kuunga mkono. Utafahamu kwamba mradi wa haki na amani ya kudumu kwa wanawake na wasichana ilianza tangu Septemba mwaka 2013 na imefikia tamati Juni mwaka 2015.
ilikuwa tu ikitekelezwa ndani ya tarafa na jiji ya Uvira, pia tarafani Kalehe. Ya maisha ya kihutu ni mbaya eneo ya nyanja za juu, Mwenga, Itombwe kwenye kijiji cha Kipupu. Masemi yake msemaji wa Mouvement contre la mauvaise gouvernance et agression MCMA Mbilizi Ombo Moize aliambia ya redio yako siku ya pili jioni kwamba hayo yote yanasababishwa na mapambano ya silaha kila wakati kwenye sekta hiyo, ikiwa kwamba wakati fulani wakaaji wanalima ila hawavuni wakitoroka maskani yao. Alihakikisha kwamba sekta hiyo imesahauliwa nayo mashirika ya kihutu kutokana na vita. Hakuna barabara vijijini inayoweza kuwasaidia kupeleka mavuno yao masokoni, pia kupata sabuni, chumvi na mahitajio mengine ya muhimu. Akiwa ziarani hapa jijini Uvira kwa siku chache, msemaji wa MCMA anaomba wakuu viongozi wa jimbo ya Kivu ya Kusini na wale wa kitaifa kuingilia kati ili wakongomani wa maeneo hayo wahudumiwe. Mbilizi Ombo Moize anazungumza. Lengo letu ni kuzungumzia yanayopitika nyumbani kwetu, pia niongee na le messager ikuwe taswira ya kuzungumzia watu nini kinachoendelea bilimani kwetu. Matatizo ni tangu vita vimeanza, inakuwa miaka nenda miaka rudi. Raia wa pale nyumbani wamekuwa na sitomfahamu kupitia kutokuwa na usalama. Watoto wamegonjwa, hakuna tiba. Tunalimaka miezi nenda miezi rudi, wakati wa mavuno ndio vita vimewasili, watoto wanakufa na njaa. Kwenye kulikuwa hospitali kubwa sana, ilikuwa ni pale Mikenge, wamezibitiwa. Ina maana ya kwamba nyumbani tena kuna dawa, watu wanakufa kukosa dawa. Ukiangalia vizuri by humanitaire, kwa watu wenye kuwa na mioyo mema hawapendi kusaidia watu wa Itombwe, na hiyo inasumbua sana nyumbani kwetu. Huenda inaweza kuwa kutokuwa na moyo, sababu walihisi ya kwamba kwa awali ndio walianza na Itombwe haikusaidiwa hata kitu kimoja. Ni kukosa moyo mwema tu, kwa sababu hata mizigo tunabeba kichwani, mgongoni tunabeba, lakini ajabu ingefika basi tuwe mgongoni kichwani tuifikishe, ila wao hawana moyo mwema, wao wanapoteza taswira ya Itombwe. Taendelea vizuri kuonyesha ya kwamba kulima ni kawaida yetu kule nyumbani, ila kuvuna kila mwezi wa mavuno inakuwa na matatizo ya vita. Tunaomba serikali ya DRC kuangalia namna gani hili janga linaweza kutuepukia kila mara. Watoto wakati wanaanza hata masomo kumaliza shule ya msingi la sekondari, inakuwa hatari sana kwa muda wanakuwa ndani ya kumaliza mwaka wa shule, na ndio mwaka wa mavuno kwetu. Walungu. Jeshi la taifa linashutumu mauaji ya kiolela iliyoendeshwa na wapiganaji wa M23 AFC jijini Mzinzi tarafani Walungu, sio mbali sana na kijiji cha Burale, ikiwa kwamba watu 17 ndio waliuawa kikatili. Msemaji wa jeshi la taifa Jemadari Sylvain Ekenge alieleza vyombo vya habari kwamba mauaji hayo yalifanyika majira ya saa 12 jioni ya siku ya posho. Jeshi la taifa lilisema kwamba waasirika walishutumiwa kuzungumza na jeshi la taifa na vikundi vya wazalendo. Wakati huo Radio Okapinet ilieleza pia kwamba nyumba nyingi zilichoma moto, huku baadhi ya wakaaji wakakimbilia kwenye ngome za askari jeshi wa taifa huko. Na tutatamatisha basi taarifa yetu na habari hii kutoka huko mjini Kinshasa, ambapo Alain Atundu ateuliwa kuwa mtaalamu wa kitaifa kwenye baraza la taifa liusulu usalama. Mshauri mkuu wa kiraisi aliyekuwa anahusika na masuala ya usalama Alain Atundu aliteuliwa kwenye wazifa huo mpya wa mtaalamu wa kitaifa wa baraza la taifa liusulu usalama tangu siku ya kwanza hiyo jana Juni 23. Kuteuliwa kwake kumeleta mfumo mpya wa kujuhudi na pia amerudi jukwani kwa mwanasiasa huyo kwa ngazi hii nyingine nchini. Aliwahi pia kuwa balozi
kiongozi wa zamani wa kitengo cha ujasusi SNIP wakati wa enzi ya hayati Mobutu Sese Seko Ngwendo wa Zabanga. Akatumika pia naye hayati Rais Laurent Desire Mzee Kabila, na baadaye akawa msemaji wa mseto wa kundi linalomuunga rais mkono wa zamani Joseph Kabila Kabange, na mwisho akawa mkuu kiongozi wa baraza la uongozi wa shirika la kitaifa na mamlaka ya usambazaji ya umeme SNEL.